katika jimbo letu, lakini pia kwa neema ya Mungu ni katibu wa jimbo la Tanga Kusini. Ni mtendaji mkuu katika ofisi ya jimbo, na wakati ninakuja huku niliagana vizuri. Kwa kweli ametuma salamu nyingi sana kweli. Nawashukuru sana kwa kuniombea na nimefika salama. Asante sana kwa mapokezi mazuri. Kweli moyo wangu umejawa na amani na nimefurahi sana. Basi karibuni tena katika siku 4 za semina, na katika siku hizi 4 ni siku za uhamisho na kufunguliwa. Siku za uhamisho na kufunguliwa. Katika siku hizi 4 za uhamisho na kufunguliwa, anipe neno la kuzungumza na mtu wa Vingunguti. Namshukuru sana Mungu amenipa neno na niko tayari kwenda kuachilia kile ambacho Mungu amenipa kwa ajili ya Baba. Ninakushukuru kwa majira haya, majira ya kunena na watu wa Vingunguti. Nakushukuru kwa ajili ya makaribisho mazuri na mapokezi ya watu hawa wazuri wa Vingunguti. Nakushukuru pia kwa ajili ya neema ambayo umeiweka juu ya watu wa Vingunguti. Nakushukuru pia kwa kibali ambacho Mungu umenipa kuzungumza na watu wako wa Vingunguti. Nakushukuru pia kwa ajili ya lile neno ambalo Bwana umenipa kwa ajili ya watu wako hapa. Na sasa naiweka wakfu ili Bwana unitumie kama chombo chako. Utukufu na heshima yote ikurudie, katika jina la Yesu Bwana wetu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Semina ya uhamisho na kufunguliwa. Katika kutafakari nini cha kusema, hatimaye Bwana akaniongoza katika andiko la Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na mstari ule wa 4 na wa 5. Bwana aliniongoza kuwa na tafakari katika mstari ule wa 4 na wa 5. Biblia inasema, hata walipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mungu alibariki neno lake. Nataka kwenda kuzungumza
juu ya ahadi ya Baba. Nataka kuzungumza juu ya ahadi ya Baba. Ndicho kitu ambacho nataka nishirikiane nawe kwa kadri ya neema ya Mungu itakavyokuwa juu yetu. Ahadi ya Baba. Maneno niliyoyasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, haya ni maneno ya Yesu Kristo, na ni maneno ambayo aliyanena baada ya kuwa amefufuka. Unajua, Yesu kuna maisha aliyoyaishi na kuna maneno aliyoyanena kabla ya kufa, lakini pia kuna maisha na maneno aliyoyanena baada ya kufufuka. Baada ya kufufuka, Yesu alikaa siku 40 hapa ulimwenguni. Hakufufuka tu na kupaa, alikaa siku 40. Katika siku hizo 40 Yesu alizitumia kwa ajili ya kuwafariji wanafunzi wake pamoja na kuwatia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo tunayaona maneno haya, maneno ya mwisho akizungumza na wanafunzi wake baada ya kuwa amefufuka. Na maneno haya anayozungumza nao zaidi, anataka kuwaelezea ya kwamba ipo ahadi ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda sana Yesu. Maana katika dini nyingi waanzilishi wake wamekufa lakini hawajafufuka, lakini mwanzilishi wa dini ya Kikristo yeye alikufa na kisha akafufuka, na ushahidi tunao kwa sababu baada ya kufufuka aliendelea kuwatokea wanafunzi na aliendelea kuzungumza na makutano, na tunayo maneno aliyozungumza na makutano baada ya kufufuka kwa. Haleluya, haleluya. Na haya ndiyo maneno ambayo alizungumza na wanafunzi baada ya kufufuka, ya kwamba waingoje ahadi ya Baba. Waingoje ahadi ya Baba ambayo ingelikuja kwao siku chache baada ya yeye kupaa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, watu wa mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawaambia msitoke Yerusalemu, subirini ahadi ya Baba ambayo mmeisikia kwangu nikizungumza. Anazungumza kwa habari ya ahadi ya Baba. Hiyo ahadi ya Baba imeisukuma niweze kuzungumza nawe katika siku hizi 4 za semina ya Pasaka. Haleluya. Nitakuwa nikizungumza na wewe kwa habari ya ahadi ya Baba. Nitakuwa nikizungumza na wewe kwa habari ya ahadi ya Baba. Hebu sema ahadi ya Baba. Sema ahadi ya Baba. Nataka uelewe ya kwamba Mungu anaweza kutimiza ahadi yake. Nataka uelewe mtu wa Mungu ya kwamba
kukitimiza. Yesu alikuwa na uhakika wa 100% ya kwamba Mungu anakwenda kuitimiza ahadi aliyoahidi watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari njema kusikia ya kwamba Mungu ni mwaminifu katika kutimiza ahadi alizoahidi watu wake. Ni habari njema kusikia ya kwamba Mungu anaweza kutimiza ahadi. Ndugu zangu, ukisoma Biblia, ilipita siku 10 baada ya Yesu kupaa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, ilipita siku 10 baada ya Yesu kupaa. Mungu anatimiza ahadi kwa wanafunzi. Mungu anaitimiza ahadi yake kwao. Ukisoma Biblia inasema wanafunzi hawa walipokuwa pamoja wamekaa, ghafla kukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hiyo ilikuwa ni siku ya utimizo wa Mungu kuitimiza ahadi aliyoiahidi kwa watu wake. Ilikuwa ni siku muhimu. Ghafla Mungu akaitimiza ahadi hii. Ahadi hii ambayo Yesu anaongea hapa ilikuwa ni ahadi ya kumhusu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi hii inayozungumzwa na Yesu hapa ni ahadi ambayo ilikuwa inamhusu Roho Mtakatifu, ya kwamba Mungu angewapa wale wamwaminio Roho wake Mtakatifu. Hiyo ilikuwa ni ahadi kwao, na Yesu anawaagiza ya kwamba wasitoke Yerusalemu, waisubiri, waingoje, maana Mungu alichosema sharti kitokee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi hapa Mungu ameahidi kutupa Roho Mtakatifu. Mungu ameahidi kuwapa Roho Mtakatifu wale wamwamini. Nisikilize, tunapozungumza Roho Mtakatifu tunazungumza kitu cha thamani mno kwenye maisha ya Mkristo. Unaposikia Roho Mtakatifu, tunazungumza zaidi ya fedha, tunazungumza zaidi ya magari, tunazungumza zaidi ya nyumba, tunazungumza zaidi ya mitaji. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu kwako ni zaidi ya nyumba. Roho Mtakatifu kwako ni zaidi ya magari. Roho Mtakatifu kwako ni zaidi ya mke, ni zaidi ya mume. Roho Mtakatifu ni kitu cha thamani. Tutakuwa tunazungumzia kitu cha thamani cha maisha yetu ya Kipentekoste. Tutakuwa tunahubiriana kitu cha thamani cha maisha yetu ya Kipentekoste. Haleluya, haleluya. Unajua, mwanzo wa Roho Mtakatifu ndio ulikuwa ni mwanzo wa kanisa. Mwanzo wa ujio wa Roho Mtakatifu ndio ulikuwa ni mwanzo wa imani ya kanisa. Kanisa limezaliwa kwa ujazo wa Roho